لله ذي الجلال والإكرام صاحب الفضل والجود والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وصام وحج بيت الله الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu, Mola wetu mtukufu, na kumtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama ambavyo ninapaswa kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalaluhu. Tumcheni Mola wetu mtukufu ili tupate mafanikio ya hapa duniani na kesho akhira. Ndugu zangu Waislamu, inna alhajja mimma faradahu Allahu azza wa jalla ala almustati' min ibadihi, hakika ibada ya hija ni katika ibada alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wenye uwezo katika waja wake. Wa ruknun min arkani dini, na ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini ya Uislamu. Alladhi la yakmulu wala yatimmu islamu almar'i almustati' illa bih, ambapo haukamiliki wala hautimii Uislamu wa mwenye uwezo isipokuwa akaifanye ibada ya hija na akaitekeleze. Na uwezo ni milku zadin yakfihi wa rahilatin tahmiluhu, ile kuweza kumiliki masurufu ya safari, kwa maana malipo yale ya safari, wa rahila na kipando, kwa maana yote yanajumuika katika uwezo wa kuweza kuimudu safari. Na wanazuoni wengine wakaenda kwamba kwa mwanamke lazima awe na mahrimi yake. Ndugu zangu Waislamu, falladhi yatruku alhajja wa huwa mustati', mtu ambaye ataacha kwenda hija huku ana uwezo, faqad taraka ma yajibu lillahi subhanahu alayhi, anakuwa ameacha jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha. Wallahu ghaniyun anhu wa an hajji, na Allah ni mkwasi, si mwenye kuhitaji, amhitaji yeye wala hahitaji hija yake wala hahitaji pesa zake, kama alivyosema Allah jalla jalaluhu, walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Na kwa ajili ya Allah imefaradhishwa kwa watu kwenda kuhiji katika nyumba ya Al-Kaaba, kwa yule awezaye kuishika njia kuelekea huko, na atakaye kufuru basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, yani hawahitaji walimwengu. Kwa hiyo napasa kila ambaye anao uwezo basi ajitahidi kwenda kuitekeleza ibada hii ya hija, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutaka tuyatumie mambo kabla ya kufika mambo mengine, pale aliposema ightanim khamsan qabla khams, tumia hebu mambo matano kabla ya kukufika mambo matano. Shababaka qabla haramik, tumia ujana wako kabla ya uzee wako. Si busara kumwambia mtu anakwenda hija kijana, mwambie wewe ndio ushamaliza mambo yako. Hapana, hija inatakiwa uende hali ya kuwa ni kijana, kwa sababu kuna shughuli kule zinahitaji nguvu ya mwili ili uweze kuzitekeleza vizuri. Kwa hiyo hija uende kijana kabla ya uzee wako kama hali inaruhusu. Wasihataka kabla sakamik, na uzima wako kabla ya ugonjwa wako. Tumia uzima wako. Na hapa hadithi hii imekusanya hija na mambo mengine, isiyo kwamba unachelewesha mambo ya taa, mambo ya uchamungu kwa kusema kwamba nasubiri niwe mzee. Je, una uhakika kwamba utakuwa mzee? Kuna wangapi katika watoto vijana wanafariki? Ukiwa na afya unasema wacha nisubiri.
Je, utafanya ibada wakati wa maradhi na hujui maradhi yanakuja wakati gani? Wa ghinaka qabla faqr, tumia uwezo wako kabla ya umaskini wako. Allah amekujalia uwezo, basi utumie. Usisubiri tu yaongezeke na yaongezeke, utakutia zimeongezeka lakini huku siha imepungua au mauti yameshafika, kama yalivyowakuta baadhi ya watu. Wa faraghaka qabla shughlik, natumia nafasi yako kabla ya mshughuliko wako. Kama una nafasi itumie sasa hivi, usisubiri kesho. Wa hayataka qabla mauti, natumia maisha yako kabla ya kufa kwako. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, taajjalu ila alhajj, kimbilieni kwenda katika ibada ya hija. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, kwani hakika mmoja wenu hajui ni mambo gani yatakayomtokezea baadaye. Kuna kufilisika, kuna kuumwa, kuna kufariki na mambo mengine, nyudhuru mbalimbali. Kwa hiyo tumetakiwa tutumie, tuharakishe kufanya mambo ya khairat, ikiwemo ibada ya hija, haraka kabla hujakutwa na mambo mengineyo. Wewe ndugu zangu Waislamu, hata kama huna uwezo, basi hapa unaweza kuitekeleza ibada ya hija kwa kufanya mambo ya khairat aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wanakwenda Maka, wanaikusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe sali uielekee nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sali fardhi, sali sunna, ielekee nyumba ya Allah, sunna za usiku na mchana. Watu wanakwenda Maka wanachinja, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia uwezo, chinja katika Eid al-Adha. Mahujaji wanakwenda kutekeleza ibada, huisha masiku 10 kwa ajili ya kufunga. Mahujaji wanasimama Arafa, na wewe funga Arafa. Wahakadha. Kwa maana Muislamu hakuwekwa nyuma katika ibada, bali mbadala wake upo katika mambo kadha wa kadha. Wafanyie watu wako wa karibu mambo ya kheri, basi hiyo itakuwa ni hija kwa upande wako. Kwa hiyo tumuombe Mola wetu mtukufu atuwafikishe katika kila aina ya kheri, na atuepushe na kila aina ya shari, na atuwafikishe katika kwenda kuitekeleza ibada hii tukufu ya hija. Na kwa wale ambao hawana uwezo, Allah awawezeshe, na kwa wale ambao wenye uwezo, Allah awafikishe wapate kwenda, na kama wamekwenda, Allah awafikishe waende tena na tena. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. ndugu zangu Waislamu, tunamalizia mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada, mfunguo pili, na tunaelekea katika mwezi wa mfunguo tatu, ambapo hivi sasa mahujaji wameshaanza kuondoka kuelekea
katika kuitekeleza ibada ya haji. Tumombe Allah azza wa jalla awafikishe katika hayo anayoyaendea na awarejeshe katika miji hali ya kuwa wako salama na wamesamehewa madhambi yao. Lakini na sisi ambao wengine tuko njiani na wengine tutakuwepo katika miji yetu, basi tunapaswa kwamba tukumbuke ya kwamba tumo katika miezi mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza kwa hikma zake na ilmu yake. Mitatu yote imefuatana, mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne. Na katika huu mwezi unakuja wa Dhulhijja, mfungo tatu, kuna masiku ya mwanzo yale ni masiku matukufu au michana mitukufu kuliko michana yote duniani, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa kusema wal fajri wa layalin ashr, naapa kwa alfajiri na naapa kwa masiku 10. Kwa hiyo wamekwenda maulama tafsir kwamba masiku 10 haya ndiyo haya ashru Dhulhijja, masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa mfungo tatu. Kwa hiyo tujitahidi sana katika kufanya mambo ya kheri, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amsema ma min ayamin al'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna amali ambayo inapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko ile ambayo iliyofanywa katika masiku haya. Masahaba wakauliza hata jihad, Mtume sallam akasema hata jihadi katika njia ya Allah, isipokuwa mtu ambaye ametoka na nafsi yake na mali yake na ikawa hakikurudi kitu, kwa maana akauawa kule kwenye jihad lakini pia na mali yake haikurudi. Huyu ndiye atafanana na mtu aliyejitahidi kufanya ibada katika haya masiku 10. Na katika ibada ni kufunga zile siku 9, lakini pia vile vile kuchinja. Kuchinja ni katika ibada kubwa kabisa ambapo baadhi yetu tumeghafilika nayo. Wengine tunagharamika masiku kwa malaki na malaki, lakini ibada ya kuchinja tunakuwa tunaghafilika nayo. Sasa hii ni katika sunna zilizosisitizwa. Kila ambaye ana uwezo basi ajitahidi achinje katika haya masiku 10. Akichinja yeye manake anachinja kwa niaba ya familia yake yote. Lakini pia vile vile watu wanaweza kushirikiana kwa ng'ombe mmoja wakachinja watu 7, wakashirikiana wakamchinja ng'ombe mmoja watu 7, au ngamia mmoja watu 7, yote inakubalika kisheria. Kwa hiyo tuendelee kufanya mambo mbalimbali ya khairat ili kwamba tuzidishe ile mizani ya mema yetu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Umombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuyafanya mema na kuepuka mabaya birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma alamu anna Allah amarakum bi amri qad bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuha al-mu'minun faqala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد بلد زنجبار آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي مويني، اللهم وفقه للعدل، اللهم جنبه الجور والظلم والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والعمار إلى بيتك الحرام والزائرين مسجد نبيك محمد الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر المسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.